Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani imefanya shambulizi nchini Nigeria, lakini ni dhidi ya nani na kwa nini? Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani imefanya shambulio kali na hatari dhidi ya kundi la Islamic State kaskazini magharibi mwa Nigeria. Kiongozi huyo wa Marekani amesema IS ni magaidi wakubwa na amelishutumu kundi hilo kwa kuwalenga na kuwaua kikatili Wakristo wasiokuwa na hatia. Trump amesema jeshi la Marekani limefanya mashambulizi hayo huku kamandi ya Marekani ya Afrika AFRICOM ikiripoti kwamba shambulizi la Alhamisi lilifanywa kwa ushirikiano na Nigeria katika jimbo la Sokoto. Waziri wa mambo ya kigeni wa Nigeria Yusuf Maitama Tugar ameliambia shirika la habari la BBC kwamba ilikuwa ni operesheni ya pamoja inayolenga magaidi na haina uhusiano wowote na dini fulani. Tugar hakuondoa uwezekano wa kutokea mashambulizi mengi zaidi, akisema hilo litategemea maamuzi yatakayochukuliwa na uongozi wa nchi hizo mbili. Katika chapisho lake kwenye ukurasa wa Truth Social na jana Alhamisi jioni, Rais Trump alisema chini ya uongozi wangu nchi yetu haitaruhusu ugaidi wa misimamo mikali ya Kiislamu kustawi. Mwezi Novemba, Trump aliamuru jeshi la Marekani kujiandaa kuchukua hatua nchini Nigeria kukabiliana na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu. Madai ya mauaji ya halaiki dhidi ya Wakristo wa Nigeria yamekuwa yakisambaa katika miezi hivi karibuni katika baadhi ya majukwaa ya wafuasi wa mrengo wa kulia wa nchini Marekani. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi nchini Marekani Pete Hegseth amesema mnamo Alhamisi kwamba anashukuru kwa msaada na ushirikiano wa serikali ya Nigeria. Christmas njema, aliongeza kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter. Makundi yanayofuatilia vurugu yanasema hakuna ushahidi unaoonyesha kwamba Wakristo wanauawa zaidi kuliko Waislamu nchini Nigeria, nchi ambayo imegawanyika sawa kati ya wafuasi wa dini hizo mbili. Mshauri wa rais wa Nigeria Bola Tinubu aliambia shirika la habari la BBC siku za nyuma kwamba hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya makundi ya kijihadi inapaswa kufanywa kwa pamoja. Daniel Bwala alisema Nigeria inakaribisha msaada wa Marekani katika kukabiliana na waasi, lakini akabainisha kuwa Nigeria ni nchi huru. Pia alisema wanajihadi hawalengi wafuasi wa dini fulani pekee na wamewaua watu wa dini zote, na hivyo suala la rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba kundi hilo limekuwa likiwateka Wakristo ni suala ambalo halina ukweli, kwani hata katika siku za hivi karibuni kuelekea katika sikukuu za Christmas, makundi yanayodaiwa kuwa ya jihadi yameteka basi lilokuwa na Waislamu waliokuwa katika safari zao. Rais Bola Tinubu amesisitiza kwamba kuna uvumilivu wa kidini Nigeria na kusema changamoto za usalama zinawaathiri watu wa dini za maeneo yote. Siku ya nyuma, Trump alitangaza kwamba Nigeria ni nchi ya kutia wasiwasi kwa sababu ya tishio linalowakabili Wakristo. Alisema maelfu wameuawa bila kutoa ushahidi wowote. Nchi ya kutia wasiwasi ni msemo unaotumiwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, ambao unaruhusu kuwekewa vikwazo nchi zinazohusika katika ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa kidini. Kufuatia tangazo hili, Tinubu alisema serikali yake imejitolea kufanya kazi na Marekani na jumuiya ya kimataifa kulinda imani zote. Makundi yanayojiita ya kijihadi kama vile Boko Haram, Dola la Kiislamu Afrika Magharibi yamesababisha uharibifu kaskazini mwa Nigeria kwa zaidi ya muongo mmoja na kuwa maelfu ya watu. Hata hivyo, wengi waliouawa ni Waislamu kulingana na ACLED, kundi linalofuatilia vurugu za kisiasa kote ulimwenguni. Katikati mwa Nigeria pia kuna mapigano ya mara kwa mara kati ya wafugaji, wengi wao wakiwa Waislamu, na vikundi vya wakulima ambao mara nyingi ni Wakristo kuhusu upatikanaji wa maji na malisho. Mashambulizi ya mara kwa mara ya kulipiza kisasi pia yamesababisha maelfu ya watu kuuawa, na ukatili huo umefanywa na pande zote mbili. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema hakuna ushahidi kwamba Wakristo wamekuwa wakitengwa zaidi Nigeria. Wiki iliyopita Marekani ilifanya shambulizi kubwa dhidi ya IS nchini Syria. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema ndege za kivita, helikopta za mashambulizi na makombora zilishambulia zaidi maeneo 70 katika maeneo kadhaa katika nchi ya Syria. Ndege kutoka Jordan pia zilihusika. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio yaliyotokea siku ya jana Alhamisi, wakati wengi wakisherekea Christmas. Marekani ilianzisha mashambulizi makubwa huko Nigeria katika kile ilichokisema kwamba inapambana na kundi la wanajihadi la IS.
Endelea kutufuatilia, tutaendelea kufahamisha kwa mapana ni nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu na ni nini ambacho rais wa Marekani Donald Trump atakiamuru zaidi katika taifa hilo la Nigeria, hususan baada ya kuamua kuanzisha mashambulizi makali dhidi ya kundi la IS kupitia jeshi lake. Naitwa Adam Hussein, endelea kutufuatilia wakati wote bila kusahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.